tulionayo katika Amka na BBC leo hii. Serikali ya Tanzania yatangaza kurejea kwa shughuli za kawaida kuanzia leo Jumanne baada ya uchaguzi uliokumbwa na ghasia. Tuna matarajio kwamba masuala ya internet imerudi sawa, tumainia kwamba kazi inafanyika. Njaa imeenea katika maeneo mawili zaidi nchini Sudan, ikiwa ni pamoja na jiji la El Fasher kaskazini mwa Darfur na Kadugli iliyoko Kordofan kusini. Na kwenye gumzo leo hii tunaangazia athari za kiuchumi kutokana na kukwama kwa matumizi ya serikali kuu ya Marekani, ambapo milioni ya watu wamepunguziwa msaada wa chakula na serikali. Inakadiriwa kwamba zaidi ya biashara ndogo milioni 33, hii ni takriban 99% biashara zote nchini Marekani, ambazo pia zinatoa zaidi ya ajira milioni 61, ambayo ni 46% ajira zote binafsi. Hizo zimekwama. Ni Jumanne tarehe 4 mwezi Novemba mwaka 2025, lakini kwanza nampisha mwenzangu Karo Robi akusomee muhtasari wa habari za dunia. Karibu Karo. Shukran Sarafina. Ikulu ya rais ya White House imesema itatumia fedha kutoka kwa mfuko wa dharura kutoa misaada ya chakula kwa zaidi ya Wamarekani milioni 40 ambao hutegemea malipo kwa ajili ya chakula kutoka kwa serikali kuu. Hata hivyo, serikali imesema watapokea tu nusu ya fedha za kukidhia mahitaji yao ya chakula. Mpango huo wa kufadhili familia zisizojiweza kupata chakula ujulikanao SNAP uigharimu serikali takriban dola bilioni 8 kila mwezi. Haya yanajiri huku mkwamo wa matumizi ya serikali kuu ukiingia mwezi wa pili ukiwa hakuna dalili za kuwepo mwafaka. Majaji wawili walitoa uamuzi kwa utawala wa Rais Donald Trump hauruhusiwi kusitisha malipo kwa familia zinazohitaji msaada wa chakula. Rais Donald Trump amenoa makali kampeni yake dhidi ya Zoran Mamdani, mdemokrata anayepiga upatu kushinda umea wa jiji la New York katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika leo Jumanne. Rais Trump ametishia kuminya bajeti kutoka kwa serikali kuu kwa jiji hilo la New York iwapo bwana Mamdani atashinda umea wa jiji hilo. Serikali ya Tanzania imetangaza kurejea kwa shughuli za kawaida kote nchini humo kuanzia leo Jumanne. Msemaji wa serikali Gerson Msigwa alitoa ujumbe kuwajulisha wananchi kuwa shughuli za kijamii na kiuchumi zinarejea kama kawaida baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuapishwa jana kwa muhula wa pili. Nastia Mohamed na taarifa zaidi. Uchaguzi wa Tanzania ulishuhudia ghasia katika baadhi ya miji ambapo inahofiwa mamia ya watu waliuawa katika ghasia hizo. Mawasiliano ya intaneti yalizimwa na serikali, lakini hapo jana mawasiliano haya yalirejeshwa na watu wamekuwa kiposti picha na video za watu waliouawa katika ghasia zilizogubika uchaguzi mkuu. Serikali imeonya watu dhidi ya kuchapisha maudhui yanayoweza kuzusha taharuki. Upinzani Tanzania umeyataja matokeo ya uchaguzi uliompa ushindi Rais Samia kuwa ni kejeli, lakini katika shughuli ya kuapishwa kwake jana, Bi Suluhu Hassan alisisitiza uchaguzi ulikuwa huru na wa haki. Na Kanali Mamadi Doumbouya aliyenyakua madaraka Guinea kupitia mapinduzi ya kijeshi miaka 4 iliyopita atashiriki katika uchaguzi wa rais licha kuahidi hapo awali kuwa hatawania urais na atarejesha utawala wa kiraia. Kanali Doumbouya aliwasili katika mahakama ya juu hapo jana Jumatatu akiwa ameandamana na wanajeshi kuwasilisha rasmi azma yake ya kugombea urais. Vyama viwili vikuu vya upinzani vimepigwa marufuku kushiriki katika uchaguzi huo unaotarajiwa mwezi ujao Disemba. Wageni walishangazwa na tangazo kuwa wagombea urais watahitajika kulipa ada ya dola 100,000 kushiriki katika uchaguzi huo. Hii ni BBC. Habari za ulimwengu umesoma kwako na mwenzangu Karo Robi. Unasikiza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na redio ya shirika mbali kwenye internet ni bbcswahili.com na katika Facebook ni BBC News Swahili. Hili uko nami Sarafina Robi. Msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa ametoa ujumbe kuwajulisha wananchi kuwa shughuli za kijamii na kiuchumi zinarejea kama kawaida kuanzia leo Jumanne. Katika hotuba ya kuapishwa kwake hapo jana Jumatatu, Rais Samia Suluhu Hassan aliagiza kurejea kwa hali ya kawaida mara moja. Shughuli za uchukuzi wa mizigo zilizokuwa zimekwama kwa siku kadhaa katika mpaka wa Namanga zimeanza kufunguka taratibu. Watanzania wanaoishi katika mpaka huo pia wameanza kurejelea biashara zao mpakani baada ya maandamano ya karibu wiki nzima yaliyositisha kazi zao. Mwandishi wa BBC Ahmed Bahaj alizungumza na baadhi yao.
Naam, ni karibu wiki hivi sasa tangu nikite kambi katika eneo hili la Namanga, sehemu inayopakana na Kenya na Tanzania. Hapo katikati wanaita no man's land, yani upande wangu wa kulia ni Tanzania, upande wangu wa kushoto ni Kenya. Na hapa ninachokiangalia moja kwa moja, naangalia sehemu ambayo malori yale yanakaguliwa kuingia na kutoka nchini Tanzania. Hapo jana jioni, idara ya mawasiliano na teknolojia nchini Tanzania imetangaza kufungua mtandao baada ya kuuminya kwa hizi siku 6 kwa ajili ya masuala ya usalama na uchaguzi wa Tanzania. Sasa sekta iliyoathirika pakubwa hapa kwa sababu ni sehemu, ni kiunganishi cha biashara, haswa usafiri wa mizigo na abiria, na sekta ya uchukuzi wa mizigo hapa ndio imeathirika pakubwa. Kwa siku huwa hapa kwa kawaida huwa malori zaidi ya 300 kupita na kuingia Tanzania na kutoka, lakini katika siku hizi, wiki hii moja, hakukuwa na shughuli zozote hapa kutokana na mtandao kuminywa, lakini pia ile amri ya malori kutoka Kenya kutoingia Tanzania kuhofia ile ajenda ya kuvuruga masuala ya usalama. Nipo na mmoja wa maajenti ambao anafanya biashara hapa katika eneo hili la mizigo. Je, operesheni zimerudi kawaida ama zimeanza angalau taratibu kurejea? Mimi naitwa Hassan Darwish. Tunaona sasa hivi kama muda kama baada ya masaa kama 2 ama 3 imepita, tunaona kama movement inaendelea kwa sababu leo hatuoni kafyo. Tunaona kama leo watu wanatembea kidogo, hata kama watu watalalishwa mapema, lakini tunaona kwa hapa ile ajili imetuletea tu ni mambo ya andamano, kwa sababu malori hazipiti ya kwenda Kenya, malori ya kwenda kutoka Tanzania, wala hata na Wakenya wenyewe hakuna yenye wanatoka, hata mapaso na hizi magari madogo yenye kwenda Tanzania kwa sababu ya usalama yao, sio kwa sababu ya kitu kingine, kwa ajili ya usalama. Ndio hiyo kitu ndio imetuathiri kidogo, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu tunaona leo movement kidogo inaendelea vizuri. Hebu litangazo la mtandao kufunguliwa, kiwango gani inaenda kurahisisha sasa shughuli zenu nyinyi kama hapa maajenti wa clearing? Tuna matumaini ya kwamba Mwenyezi Mungu akituamsha kwa uwezo wa kesho tena kwa siku nyingine tena ya Jumanne, tuna matarajio ya kwamba masuala ya internet imerudi sawa, tumainia kwamba kazi inafanyika. Yalikuwa yamekwamisha vipi shughuli za hapa katika malori? Sasa kwa pande wa kukilia kama sisi imetuathiri, na pande vile vile hata ya serikali vile vile imeathiri, kwa sababu serikali wanaingiza uchumi wao kwa kuhizi mabasi malori kutoka na kunyeingia na wanatoka. Kwa hiyo imeathiri, lakini tuna matumaini ya mpaka kesho tuna kama badiliko itakuwepo. Sasa mtandao umerejea nchini Tanzania tangu jana jioni, wakati watu wanaendelea na mawasiliano ya kijamii kujibu titiri wajumbe zilizowafikia wakiwa bila mtandao. Wafanyabiashara nao wanaendelea kuhesabu hasara walioipata kutokana na kukosekana kwa mtandao. Visiwani Zanzibar kwa mfano, ambapo biashara kama ya utalii inayoshikilia uchumi huu, kukosekana kwa mtandao kuliwaathiri sana watoa huduma na wateja wao, kama ambavyo mwandishi wetu Samia Awami ambaye amekuwepo huko tangu Jumapili iliyopita anavyoarifu. Amani na usalama vimetawala visiwani hapa wakati wote wa kipindi cha uchaguzi. Maisha yakaendelea kama kawaida isipokuwa mawasiliano. Kila mgeni unayemfuata ana keshi, wageni hawana pesa, tunakufa njaa. Adha ya kukatwa kwa mtandao huko bara kwa sababu ya vurugu za kisiasa ikafika hadi visiwani Zanzibar, kama ambavyo Tamlina Khalid Ali, mfanyabiashara ya uchoraji hina, anavyosimulia. Mimi binafsi yangu mtandao umeniathiri sana. Nikiwa sina pesa, sijafanya kazi, nina wageni wako nje ya nchi wao wananitumia pesa. Sasa hivi hata kunipata hawanipati. Mtandao mimi pia umeniathiri sana. Tuna wageni huwa tunaongea nao, wanasema hivyo tunarudi Novemba, tunarudi Disemba, wageni wote sasa hivi hawatupati. Sisi network imetumiza sana. Utalii ndio kitovu cha biashara na uchumi hapa. Mawasiliano yanapoyumba, kuanzia mfanyabiashara mdogo hadi mkubwa, wote wanaathirika. Internet ni kitendea kazi muhimu sana kwa sababu tunatumia system na system inahitaji internet. Amir Salum ni meneja msaidizi wa Zanzibar Serena Hotel. Email, kufanya malipo, communication, wageni wanashindwa kucommunicate na familia zao. Kwa hiyo kwa kweli imeathiri. Sasa kwa mfano kama kwenye malipo mnafanyaje sasa kama hamwezi kupokea au wao hawezi kuwatumia pesa, mnafanyaje? Tuna risk, maana naweza nikakwambia ni kuriski kwa sababu inabidi umjazishe mgeni manual form, akupatie credit card namba yake, mpaka hapo internet itakaporudi ndio tuweze kucharge. Sasa kuna wengine wanaweza wakaenda baadaye wakapotea kwa sababu ni kuriski. Una uhakika huyo mgeni akiondoka hapa Zanzibar kama mtakuwa na communication
Wengine wanakuwa wana refuse kabisa, hawajibu email. Huduma ya usafirishaji pia haijaachwa salama hapa. Visiwa hivi huagiza na kutuma bidhaa mbalimbali, kuanzia zile za vyakula hadi vifaa vikubwa vya viwandani. Wadau wa sekta hiyo kama Ahmed Salim Saif anaeleza namna gani ambavyo biashara katika kampuni yake ya Kisiwani Enterprise ya kutuma na kupokea mizigo kwa njia ya meli imeathirika. Kontena zinaingia bandarini, lakini haziwezi kufanyika kazi yote, so internet hakuna. Ni kama shughuli gani kwa mfano ambazo hamwezi kufanya sasa kwa sababu hamna mtandao? Kwanza hatuwezi kuangalia manifesti, hatuwezi kuloji dokumenti tukapata dokumenti ya TRA kwenda kulipia benki. Ili tuweze kuloji dokumenti iwekwe system. Tuloji dokumenti tukalipie benki, alafu yake tuweze kufanya compare na kuanza kutoa mzigo bandarini. Kuanzia mwananchi wa kawaida anayeangalia TikTok hadi mfanyabiashara mkubwa anayetuma na kuagiza bidhaa nje ya visiwa hivi, wote wameathirika. Lakini kwa wengi hapa, faraja ya kuvuka uchaguzi pasipo kashikashi ya kuzuiliwa mizunguko, ndugu au jamaa kuumizwa au hata kuuawa kama ambavyo hutokea miaka mingine, imewatia moyo kuvuta subra hadi pale mtandao uliporejea. Samia Wami, BBC, Unguja, Zanzibar.